Kenya msimu mwaka 2025 mwaka 2026. Hii ni debi la 98 la mashemeji. Gor Mahia yupo nyumbani siku leo. Mgeni wa leo ni AFC Leopards. Lakini kwa kauli mbiu ya twende game kwa bora kabisa, ndio kauli mbiu kwa upande wa wenyeji huu, na wameweza kuitikia Biko popote pale ulipo, na karibu sana katika debi ya 98 ya mashemeji. Labda unapotua 254 unapata sifa mbalimbali, wanakusifia kuhusiana na wanyamapori waliopo ndani ya taifa la Kenya, wanakusifia kutokana na fukwe za bahari ya Diani kule, bahari ya Watamu, wanakutoka mpaka Busia, wamesafiri kutoka maeneo Moyale huko, pasi na kusahau Sirare, wamesafiri kutoka mpaka wa Taveta huko, ili mradi tu waje waipata furaha ya ligi kuu ya Kenya, waipata furaha Mashemeji Derby. Mashemeji wameiari kuweza kushuka katika uwanja huo nyasi asilia. Tena furahi, asiyeweza kutembea anabebwa ili mradi afike Nyayo, asiyeweza kukaa basi anabebwa na machela ili aje ipate burudani. Kikosi cha mwalimu Charles Akono siku leo, sahau vikosi vyote ambavyo vimewahi kupangwa katika mechi yao. Leopards, FC Leopards wanaamini leo Charles Akono ataikosa furaha. Amue haki yake umpe Fred Ambani, naye pia ametengeneza kikosi chake, kikosi cha watu kazi. Humphrey Katasi, Brano, John Ambani. I've never lost a derby as a player, I've never lost a derby as a coach. Derby yake ya tatu leo, kwa leo dakika moja ya kunyuma. Baada ya dakika moja ya kunyuma, hii ni kwa heshima ya Joey, hii ni kwa heshima ya Tinga, hii ni heshima kwa aliyekuwa patron Raila Amolo Odinga. Musa Undo Pele Israeli, James Kinyanjui yupo tayari. Debi yake ya kwanza, Speedstar pembeni, mzee wa Madoma, mzee wa kuleta raha, wanaitaka raha Ingwe. Felix Oluoch Mboya, 4 goals, ongeza idadi ya magoli yake kwenye Mashemeji Derby. Ni swala la muda tu, popote pale ulipo, assalamu alaikum, amani ya Bwana iwe juu yako. Karibu sana Nyayo, karibu sana Nairobi, karibu sana 254 kwa faida ya Kenya. Mashemeji Derby, Gor Mahia yupo nyumbani siku ya leo. AFC Leopards ni mgeni katika ligi kwa sababu ya debi ya mashemeji, lakini hakuna aliye na raha mpaka sasa. Masaba, KC Odhiambo ameingia katikati ya uwanja. Julius Masaba ametafuta sasa. Julius Masaba, nafasi nzuri ameipata Julius Masaba. Time and space kati yao, alidribble uzuri, lakini tachi kutokana na guu lake la kushoto ikawa nzito zaidi, ikaishia kwa amegeresha Sharif. Mpira mzuri kwa Ingwe, unaletwa tena ndani, anakataa Morrison. Kinyanjui anaipana Tyson dhidi ya kakake, pasi imepita. Kinyanjui anaimimina nani, imefanyiwa blocking ya pili, haijenga nani. Tyson, Julius Masaba, this is Ingwe brother, hii ni Ingwe Fred Ambani. Ingwe asali na maziwa, asali na maziwa milele, wanatangulia na Ingwe. Mchezo mzuri, matokeo mazuri mpaka sasa. Julius Masaba, goli lake la kwanza katika debi yake ya kwanza Mashemeji. Vita vikali amevianzisha Ingwe, vita ambavyo anavimudu.
Tyson hapa wakati wanababatiza na alilishuka katika mguu wake. Tyson alifanyia punching, lakini Masaba alikuwa on time. Kasi yake ilimzidi Paul Ochuoga. Goli lake la kwanza katika debi ya Masemegi. Julius Masaba anawapa furaha Wanaingwe, anawapa raha Ingwe Yola. Chui ametoa kucha zake, kucha zinazopita katika ngozi iliyokuwa imekauka. Bora yake Julius Masaba Maseven walikuwa naisubiria Wanaingwe, waliona kwa mbali kabisa, akilalama Enoch Morrison. Teven mpaka sasa ndiye ametamba ndani. Kogalo sasa hivi yupo Tanzania Prisons kule. Tizama nyayo ilivyopendeza, tizama nyayo ilivyo jamila, tizama nyayo ilivyo maridadi kabisa. Yani napigo switch of play kwake mzee wa Madoba James Kinyanjui, naletwa tena ndani kwake Chami. Kweli crossing yake James Kinyanjui, lakini jaribio lake Victor Mune Ochami hakuweza kulenga lango, ndio, lakini aliifikia crossi ya James Kinyanjui. Partnership bora hii tutaiona pia msimu huu ndani ya Ingwe. Kawaida mechi ambayo inasubiriwa kwa hamu na hamumu, mechi ambayo ina raha yake, ina furaha yake, ina utamu wake. Sharif Musa Sirengo na Ramadhan pembeni, ananyemelewa na Randi Bakari. Pasi inapigwa nje kwake Austin. Wameanza kwa matao ya juu. Kogalo, jaribio lake Austin Odhiambo Dabolar akipokea pasi tamu ya Sharif Musa Sirengo, ikaishia kwa off target. Wameanza dakika ya kwanza tu ya mchezo wakitafuta goli la kusawazisha. Afrika Tasi baada ya kumpa nafasi na muda Austin Odhiambo. Tyson ana muda na wakati, anamtafuta Masaba. Ochuoga amekwenda kuitoa kwa kona. Anachia Tyson Otieno kwa upigaji wa kona ile. Moshi wa kijani, wanasema kama tungekuwa Vatican ungeliona moshi mweupe, ungejua popu pia umepatikana, lakini moshi wa kijani ni ishara kuwa Green Army ipo maeneo. Tyson tena ishara mkono mmoja, inaletwa ndani, kichwa Musa Pele ameokoa, amepiga kichwa cha kukaba. Delivery yake Tyson Otieno, alitoka langoni, hakuugusa Bano Mondi, ukamfikia uzuri tu. Musa Unjo alisalia tu kuipa uelekeo unaofaa, lakini akaishia kupaisha juu ya lango. Bano Mondi wote walikosa Kogalo. Tyson Otieno wanakwenda kutafuta kitoweo pembeni. Madhambi yamefanyika kwake Sharif Musa Sirengo Ramadhan. Wachezaji wawili wa Chui kuisha mchezo kutokana na nguvu zake zile, hususan Austin, kichwa kimeita. Nenda juu Sylvester Owino, lakini pia alikuwa pale Felix Oloch Boya akaicheza Sylvester Owino na kupata lango la Afrika Tasi.
wanasema hapa tunawacha mwanzo mwisho, matambo kwenye mitandao ya kijamii. Nyayo ni kama ina bahati na FC Leopards, na bahati kwao, kila wanapokuwa Nyayo uwanja unafurika, kila wanapokuwa Nyayo matokeo kwao yanawapa tabasamu. Charles Sakono aliambiwa mechi timu zote zisimtatize, ila FC Leopards jamani. Julius Masaba ndio peleke kwao. FC Leopards anasema walete kwetu. Mpira upo juu, unapambanyika. Shari ameikosa mwana, ameipiga nje. Miti yote inateleza kwa siku ya leo. Every branch wanayo hold ina break. Nafasi tukizi yake Sharif Musa Sirengo Ramadhan alitaka kuficha, akaishia kupaisha tu. Fred Ambani wamevusha katika mto, wamefika kulipona mazuri. Wakufa tu, hata kama wamezungukwa na kwao. Kogalo leo wamekufa. Mara mwisho walichukua ushindi ni papa hapa mwaka 2023. Fred Ambani has never lost a derby as a player, and still now has never lost a derby as a coach, lakini ameshinda. FC Leopards leo wanatoka na ubabe. Kogalo walikuwa na imani kubwa kuliko uhalisia. Uhalisia ndio huu sasa. Leo wamepigika, leo wameitikia kichapo. Siku takatifu, kichapo kitakatifu. Jumapili ibada imeleta furaha kwao. Sala za FC Leopards zimejibiwa, sala za Kogalo zitasubiri. Hawajaamini, walikuwa na ubabe kwa miaka miwili, leo wametambiwa. Shemengi ni mtamu, ndio kauli ambayo wameibeba katika bango la upande wa FC Leopards. Oh my, machozi yanalenga, macho ni mazito, lakini ndio matokeo ya mchezo wa soka. Walikuja kufuata ushindi, wamerudi na majonzi. Walikuja wakiwa na furaha, wanarudi wakiwa na karaha. Walikuja wakiwa na imani kubwa, uhalisia umewashtua. They didn't see it coming, they didn't expect it. Siku mbaya kazini, ajali kazini, wamekaribishwa mjini, watalijua jiji, wamelijua jiji. Julius Masaba Ma7 amefanya kazi kuntu kabisa. Production imekuwa bora kabisa, kumezalishwa zaidi ya kamera 10 kupata picha angavu. AFC Leopards Ingweyola ya Matere wanaondoka na ushindi wa goli moja. Kogalo wanaondoka na tairi, wanalibingirisha bingiri ni 0. Nimekuwa naye Charles Onyango Mabululu Anko Mabu. Mimi ni beki ya Sepitika Ali Salim. Till next time, go!